wachezaji takribani 120. Hao ndo tutakaoenda nao kwenye mashindano kitaifa mkoani Iringa. Tuna imani mashindano yatakuwa ni mazuri na watoto wetu au wachezaji wetu tuna imani watarudi na vikombe, kwani viwango vyao tumeridhia kwamba wana viwango bora, wana viwango vizuri vya kitaifa. Hivyo tunaamini uwakilishi wa mkoa wa Mbeya hautakuwa na shaka. Uwakilishi wa mkoa wa Mbeya utaleta matunda. Tanange ama ushindani ulikuwa ni mkubwa. Yaani unapoiona halmashauri inapata ushindi, kazi inafanyika huko viwanjani. Kwa hiyo leo tumekwisha kuhitimisha mashindano haya na tayari tumeshaunda timu ya mkoa huu wa Mbeya zaidi ya wanafunzi 100, kwa maana kwamba tuna wanafunzi 120 ambao wataunda timu itakayokwenda mkoani Iringa kwa ajili ya mashindano haya katika ngazi ya taifa. Tumezingatia vigezo vyote vinavyohitajika na hasa ni swala la umri. Kilichobaki sasa hivi ni mkoa. Tunatamania mkoa wa Mbeya kwa pamoja, na wote inatakiwa tuungane. Maafisa michezo wa halmashauri tunatakiwa tuongeze nguvu kwa afisa utamaduni mkoa wa Mbeya, lakini pia afisa michezo mkoa wa Mbeya tuungane nao kuhakikisha kwamba makombe yanarudi mkoa wa Mbeya kule taifani ambapo atafanyika mkoani Iringa. Kwa hiyo ni waasi tu wanafunzi wote ambao wamechaguliwa wote 120 kubeba na kunywa rangi ya bendera mkoa wa Mbeya, wakawakilishe vyema mkoa wa Mbeya na tuweze kurudi na makombe na tuwafurahishe viongozi wetu ambao wametuamini na wameamini wanafunzi 120 kwenda kuwakilisha mkoa wa Mbeya. Kwa upande wa shule za msingi isizidi miaka 14. Tukiamini kwamba tunakwenda kujenga vipaji vya hawa watoto kuanzia miaka ya chini huku mpaka hapo 14. Wazazi wangu wananihamasisha kwenye mpira wa miguu, wananipa muda, wananipa vifaa na kwenda kuwakilisha mkoa wa Mbeya, na waahidi tutarudi na makombe. Tunakuwa na nidhamu, adabu na tutarudi na makombe.